NATO inapaswa kuwajibishwa kwa kushiriki katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kauli iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqei. Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran amesisitiza kwamba shirika la kijeshi la nchi za Magharibi NATO na nchi wanachama wake zikiwemo Italia na Romania, ambazo katibu mkuu wa NATO amekiri waziwazi nafasi yao katika kutekeleza mashambulizi haramu na ya kihalifu dhidi ya Iran, zinapaswa kuwajibishwa kwa aina yoyote ushirikiano katika uhalifu uliofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ismail Baqei ameashiria kauli ya katibu mkuu wa NATO katika mahojiano na Fox News kuhusu nafasi ya NATO katika kuunga mkono mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran, pamoja na kuitaja Italia na Romania kama nchi mbili zilizotoa msaada mkubwa katika operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, na kuandika katika mtandao wake wa X kwamba kukiri wazi katibu mkuu wa NATO kuhusu ushirikiano wa Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni katika kutekeleza shambulizi la kivamizi dhidi ya Iran ni kukiri ushiriki wa moja kwa moja wa shirika hilo katika kutenda uvamizi wa kijeshi dhidi ya nchi huru mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Uvamizi huo umekuwa ukiukwaji mkubwa wa kanuni za lazima za sheria za kimataifa na msingi wa hati ya Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza kuwa NATO na kila nchi mwanachama wake iliyoshiriki katika kufanya maamuzi haya lazima iwajibike kwa matokeo yote yaliyotokana na vita hivi vya kivamizi. Baqei amesema katibu mkuu wa NATO amezitaja waziwazi Italia na Romania kuwa ndio nchi zilizoshirikiana katika kutekeleza uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran. Nchi hizi mbili pamoja na nchi yoyote ya Ulaya iliyosaidia uvamizi huu wa kigeni wa Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran zinapaswa kutoa maelezo kwa wananchi wao na kwa dunia nzima kuhusu sababu zilizofanya kuamua kushirikiana na uvamizi dhidi ya Iran na kwa nini walishiriki katika kutenda uhalifu mkubwa na wa kutisha dhidi ya wananchi wa Iran. Hata hivyo, Italia ilikosoa matamshi ya katibu mkuu wa NATO kuhusiana na jeshi la Marekani kutumia kambi za kijeshi nchini Italia katika vita na Iran. Akijibu ukosoaji wa Donald Trump kwamba washirika wa NATO hawakuunga mkono Marekani vya kutosha, Mark Rutte aliambia Fox News kwamba Ulaya imekuwa jukwaa kwa Marekani kuonyesha na kutumia nguvu. Ndege 500 za Marekani ziliruka kutoka kambi za Marekani nchini Italia ili kusaidia operesheni ya Epic Fury. Kwa hiyo msaada wetu ulikuwa mpana sana, alisema Bwana Rutte, pia akisema zaidi kwamba katika wakati wa vita kati ya wanajeshi 4,000 hadi 5,000 walisafirishwa na ndege za Kimarekani kutoka kambi za Ulaya. Lakini Wizara ya Ulinzi ya Italia inasema katika taarifa kwamba matamshi hayo yaliwakilisha picha za kupotosha kabisa kwa sababu hayatofautiani kati ya aina za ndege. Wizara hiyo ilisisitiza kuwa Italia iliidhinisha tu safari na ndege zisizokuwa za kijeshi za Marekani ndani ya mfumo wa makubaliano yaliyopo na Marekani, na katika hali ambapo maombi yalifanywa nje ya mfumo kama ilivyojulikana, Italia haikutoa idhini. Serikali ya Italia imesisitiza kuwa haijaidhinisha matumizi ya maeneo yake na vituo vyake kwa misheni ya moja kwa moja ya kijeshi ya Marekani katika vita na Iran, na kwamba jukumu lake lilikuwa tu kwa msaada wa kiufundi pamoja na vifaa. Kwa maana hiyo, Italia inapinga kile kilichoelezwa na katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte kwamba ilishiriki katika vita hivyo, na ni kutokana na namna ambavyo Iran imetoa onyo kwa nchi zote zilizoshiriki katika vita hivi, hasa nchi za NATO zitoe maelezo kwa nini ziliamua kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.